kupitia mifumo imara ambayo mmeweka ya usafirishaji, uhifadhi na uuzaji, lakini pia kuangalia washiriki na wadau wenu muhimu, hasa vyama vya ushirika katika ngazi za msingi, kwamba wanaendelea kuwa wawazi kuhakikisha kwamba maslahi ya mkulima na wanachama wao yanawekwa mbele, kuhakikisha kwamba wanaenda kupata bei nzuri ya mazao yao, lakini kupanua masoko mapya. Kwenye hili bado hatujafanya vizuri sana. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala Asange Bangu amesema bodi hiyo inaelekea kuadhimisha miaka 20 tangu kuanzishwa kwake, ikiwa ni safari yenye mchango mkubwa katika kuwawezesha wakulima, wawekezaji wa amana na wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo na fedha. Amesema maadhimisho hayo ni ushuhuda wa ushirikiano wa miaka 20 kati ya WRRB na wakulima pamoja na wadau wengine, ambapo bodi imejikita katika kujenga mifumo endelevu ya kifedha kwa maendeleo ya sasa na baadaye. Maadhimisho haya yatakuwa na tija kwa jamii kubwa ya Tanzania, wale walionufaika kwa njia mbalimbali, lakini itakuwa ni fursa kuongeza watu wapya wanaojifunza juu ya jambo hili. Ukitazama katika uzinduzi huu wa maadhimisho haya, tunajaribu kuwa na muono na maono makubwa ya kutanua zaidi namna ambavyo mfumo unafanya kazi, na tunajipanga zaidi kwenda kwenye bidhaa ambazo pia sio za kilimo. Ukiacha Mheshimiwa Naibu Waziri leo ametusisitiza kwamba tuhakikishe kilimo kinaendelea kupewa kipaumbele, lakini vile vile amesema tuangalie na maeneo mengine. Kwa hiyo itakuwa ni fursa nzuri kuweza kuwapata wadau kwenye mifugo, kwenye masuala ya uvuvi, kwenye masuala ya misitu, kwenye masuala ya madini, wote kuweza kuja na kushirikiana nasi kuona namna gani mfumo huu unaweza kusaidia biashara ya mazao yao au ya bidhaa wanazoshughulikia ikawa ni rahisi zaidi. Uzinduzi rasmi wa maadhimisho ya miaka 20 ya WRRB unatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 10 Aprili mwaka 2026 na utahusisha maonyesho, mijadala ya maendeleo pamoja na utoaji wa elimu kuhusu fursa za kifedha na uwekezaji kwa wadau mbalimbali.